timu ya mpira ya Irani namna ilivyomdhalilisha Donald Trump, na habari hizi hasa kuendelea kusambaa kwenye mitandao, kwa sababu hii timu ya taifa ya Irani kitu ilichokifanya tunaita ni kama maandamano ya kimya kimya dhidi ya uonevu wa Marekani katika mataifa ya watu wengine, na wanaweza wakajiamulia tu sasa tunaenda kuvamia, ndio kama hivyo. Nadhani unaelewa nikisema hivyo. Kwanza, kama mnakumbuka kuwa Donald Trump alitaka kuleta mambo ya geopolitics kwenye swala zima la mpira. Kama mnakumbuka alikuwa anasema Iran hawaruhusiwi kuingia, timu ya taifa ya Iran hairuhusiwi kuingia kucheza kombe la dunia ambalo mwaka huu 2026 linachezewa huko Marekani. Mnakumbuka kombe la dunia miaka 4 iliyopita 2022 lilichezewa nchini Qatar. Hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa kombe la dunia kuchezewa kwenye mataifa ya Kiarabu, lakini mara ya pili kuchezewa kwenye bara la Asia au Asia. Kwa hiyo mnakumbuka pale pia kidogo kulitaka kuingia siasa, lakini rais wa FIFA alikataa wakati ule. Wakati ule ndio kipindi ambacho sasa mgogoro umepamba moto kati ya Ukraine na Urusi. Alafu Zelensky akataka aongee, yani wakati wa fainali za kombe la dunia ilikuwa nakumbuka ilikuwa ni kati ya Argentina na timu gani ilikuwa. Akataka kwenye ile fainali ya kombe la dunia aongee, yani aongee mambo yanayoendelea ya vita. Na pale kuongea kwenye vita manake lazima aanze kukataa, unaona tumevamiwa na nini na hivi, lakini wakamwambia no, hatuwezi tukaweka mambo ya mpira na mambo ya nini, mambo ya yani haya mambo ya geopolitics, migogoro ya ulimwengu, unaona, au siasa za kikanda zile. Kwa hiyo wakasema hatuwezi tukafanya hivi. Sasa hiki ndicho ambacho kimekuja kutokea kwa sasa hivi katika utawala wa Donald Trump. Masuala ya migogoro ya kisiasa au siasa za ukanda ameyaingiza moja kwa moja kwenye mpira, na hii ni kwa sababu kombe la dunia hili linachezea huko kwao huko, na ndio maana unaona amefanya. Kwa mara ya kwanza alikataa timu ya Irani isiende Marekani. Kumbuka jamani, aliyeanza kumvamia mwenzake ni Marekani, ndio ameenda kushambulia pale Irani, ndio ameenda ameua viongozi pale Irani. Alafu huyo anakataa timu ya taifa ya Irani isiingie Marekani kwenda kucheza, huko akidai kuwa hawa ili ni taifa la kinyang'au. Nafikiri unaona sasa namna ambavyo Trump anacheza na ulimwengu na watu anawachezesha akili. Kwa hiyo hiyo iko hivyo, lakini hatimaye kutokea Istanbul, Uturuki, wameenda moja kwa moja. Timu ya taifa ya Irani tayari wametua huko Mexico, kwa sababu pia waliambiwa wasiingie ndani ya Marekani, watatua Mexico. Na mpira utakaochezwa, timu itakapokuwa inacheza ya Irani, angalia image wanayoitengeneza duniani. Wakati wa mechi kati ya Irani na hizo timu ambazo itakuwa inacheza nazo, basi hakutakiwi mashabiki waingie pale ndani. Yani ni as if Irani wamekuja kufanya ugaidi kwenye taifa la Marekani. Kwa hiyo imekuwa hivyo. Lakini sasa Irani na wao walichokifanya, wao iwe ni kwenye mazoezi iwe ni kwenye nini, wakijipanga hivi, kwa sababu kwanza kulikuwa na mechi ya urafiki, ilikuwa ni Irani na timu gani ya taifa gani, ambapo kwanza kabla tunajuaga watu wanajipanga hivi uwanjani wakiwa wanaimba nyimbo za taifa na nini, lakini wao wamebeba mabegi ambayo yana rangi ya pinki na viatu vidogo vidogo na namba kwenye nini zao, kwenye zile jezi zimeandikwa 168. Inaashiria nini? Inaashiria kuwa wakati wa operation ambayo ilikuwa ni joint operation iliyofanywa kati ya Israeli na Marekani dhidi ya Irani, nafikiri mnakumbuka tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo ndege za Marekani na Israeli zilishambulia Tehran na kuua viongozi. Hata kiongozi mkuu Ayatollah Said al-Khamenei aliuawa, aliuawa.
Sasa kwenye lile shambulio waliuawa wanafunzi 168 kutokea kwenye mji wa Minabu, na shule inaitwa Minabu School. Kwa wanafunzi, watoto wa kike wadogo waliuliwa kwenye haya mashambulizi. Ndio maana sasa hawa sasa wataka kuionyesha dunia ni kwa namna gani ambavyo, kwanza maana Marekani alienda kushambulia ndani ya Irani, na alipofika pale ameshambulia akaishia kuua watoto. Huu unaitwa ni uhalifu wa kivita. Na kama mahakama ya ICC ingekuwa inafanya kazi na ICJ zinafanya kazi sawasawa na zinavyoshtaki viongozi kutoka Afrika au wa Afrika, maana yake Donald Trump na Netanyahu wangetakiwa wawe wako ndani mpaka sasa hivi, kwa sababu ule ni uhalifu wa kivita. Lakini sasa hata juzi mmesikia mwendesha mashtaka mkuu wa ICC ameshtakiwa kwa skendo za ufuska. Hii ni kwa sababu alimwataki Benjamin Netanyahu, ni kwa sababu alitaka Netanyahu awajibike kwa mauaji ya watoto yanayoendelea kule Gaza. Lakini yani, nafikiri unaelewa dunia ina wenyewe kwa sababu hata mahakama yenyewe inafadhiliwa na nani? Mfadhili mkubwa ni nani? Aliyeanzisha hiyo mahakama ni nani? Unaona, ndio maana unakumbuka hawa miamba wa ukanda wa Sahel, Burkina Faso, Mali na Niger walijiondoa kwenye hiyo mikataba sijui ya nini. Wao walijitoa kabisa, hawataki. Kwa hiyo wameachana na hiyo kitu, hawataki kabisa hiyo mambo. Sasa tuendelee hapa. Kwa hiyo sasa hawa Irani, timu ya taifa ya Irani, nafikiri nimeweka picha yao hapa, tumeitoa Times of India ambayo walikuwa wameiposti hii picha, kwa tumeiweka hapa hii video na wewe unaiona, na nataka tuongee vitu ambavyo vina uhakika, sio vitu tu vya kubumba bumba, ili tuelewane hapo. Wakati fulani tumewahi kulaumiwa na watu baadhi kwa nyinyi taarifa zenu ni za uongo. Ndio maana tukaamua kila taarifa tunayoitoa basi tuwe tunaweka na video yake ili uone. Na unaona hii sio AI, no, ni video kabisa ambayo ni uhalisia. Kwa ndio maana kwa sasa hili dunia inaona, kwa sababu Irani kila wanaposimama wanasimama na haya mabegi kuonyesha dunia kuwa wanaomboleza. Ndio maana nikakwambia haya yanakuwa ni maandamano, lakini maandamano ya chini kwa chini. Ni maandamano sio yale ya wazi hivi moja kwa moja, ni maandamano ya chini kwa chini kuwa Sasa ndivyo hivi, muone uso wa Marekani ambaye anatukatalia tusiingie kucheza kwenye kombe la dunia. Nataka muone sura yake halisi, muone namna alivyo. Kwa iko namna hiyo. Lakini pia ndani ya Marekani, kumbuka kuna diasporas wako kule, na Marekani kuna uhuru. Lakini ukienda ndani ya Irani kama nimekuwa nikikwambia hapa, kuna majeshi matatu. Kuna jeshi la nchi, kuna jeshi la wana mapinduzi ya Kiislamu ya IRGC, na kuna jeshi la maadili. Jeshi la maadili kazi yake ni watu wakae kwenye maadili, wanawake wasitembee uchi barabarani. Ndio kazi ya jeshi la nini. Right? Sasa wale diasporas walioko kule huko Marekani, wao wa Irani, yani hao Wajemi walioko kule Marekani, wanaona kile ni kitu ambacho hakuna uhuru, kwa sababu najua sasa wamekuwa brainwashed. Hakuna uhuru ndani ya Irani. Kwa hiyo sasa wanataka haki za wanawake wa Irani, yani wanawake waweze kuvaa, yani wasivae vile, maana unajua sasa ile ni nchi inaongozwa kwa sheria za Kiislamu. Nafikiri unajua, kwa lazima mwanamke ajisitiri, avae, amejisitiri vizuri kabisa, gauni mpaka chini. Lakini wao wanataka kuwe na uhuru, yani wanawake kutembea barabarani, hata akivaa kipenzi tu haina shida. Sasa kwa mujibu wa dini ya Kiislamu mambo hayo yanakatazwa, na ukumbuke sasa pale Irani inaongozwa kwa kutumia sharia. Kwa hiyo manake hilo linakataliwa, na kama linakataliwa kwa wale kule sasa wanaona utawala huu wa Irani huu wa hawa wakina Ayatollah sio utawala mzuri, ni utawala mbaya. Wanataka urudi utawala wa ule uliokuwepo kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Alikuwepo Shah anajulikana kama Mohamed Reza Pahlavi, kwa urudi ule utawala ili watu wawe huru ndani ya Iran. Ndio maana unaona Marekani siku zote amekuwa akiwaambia kuwa tunataka kuwaletea uhuru watu wa Iran ili muwe huru, kwa sababu inaonekana wamefungwa. Maona kwa namna hiyo. Kwa hiyo sasa wale diasporas walioko kule,
tukumbuke kitu kimoja, kabla ya mapinduzi haya ya 1979 bendera ya Irani ilikuwa ina simba ambaye kama ameshika upanga hivi, yule simba. Kwa hiyo ilikuwa iko hivyo, na baada ya mapinduzi haya wakatoa ile nembo ya yule simba aliyeshika upanga, wakaweka alama ambayo wanasema ni alama ya Mungu, inamwakilisha Mungu. Ndio hivyo, wakaweka pale kwenye bendera yao. Sasa kule Marekani wale diasporas wanataka kuingia kwenye uwanja wa mpira na zile bendera ambazo zina yule simba ambaye yani, kwa maana wanapinga, wale diasporas wa Marekani wanapinga utawala wa Irani ulioko sasa hivi. Sasa FIFA wamewakatalia, na FIFA wakasema hatutaki mambo ya kisiasa, na wale diasporas wameanza kuwalaumu FIFA kuwa nyinyi ndio mnaleta usiasa, kwa sababu nyinyi mnaonekana mnakubaliana na utawala ulioko pale Iran. Kwa hiyo unaona ni vurugu, lakini yote ni programming ambazo watu wameprogramiwa wafanye kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kukuambia ni namna gani Irani au timu ya taifa ya Irani inavyomdhalilisha Donald Trump, na dunia sasa inajua uenda wazimu wa Marekani, namna wanavyofanya mambo yao ya ajabu ajabu. Kwa hiyo iko hivyo ndugu zanguni, kaona tupeane taarifa, hasa wakati huu ambapo kombe la dunia limeshaanza rasmi nchini Marekani. Najua wengi ni wapenzi wa mpira, wengi tunafuatilia mpira tujue hivyo. Kwa hiyo nikataka nikuambie, lakini nikukumbushe tu kuwa mpira umeanza rasmi siku ya kwanza tarehe 11 ambapo Afrika Kusini ilicheza na Mexico. Afrika Kusini imepigwa kwa magoli 2-2. Alafu mchezo wa pili ukawa ni kati ya Korea Kusini na Republic of Czech, ambapo Republic of Czech imekula kipigo cha magoli 2-1. Asanteni sana.